kutumia elimu kama hiyo katika maisha yake, basi huyo ndiye muslima. Msingi wa mwanamke mwema ni kumtambua na kutambua uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yahudhu man yasha, na kuendelea mbele kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yeye ndiye mwenye uwezo, kwani yeye ndiye aliyetuumba, yeye ndiye anayetuongoza, yeye ndiye anayetukuza, na yeye ndiye anastahili kuabudiwa kwa haki, na yeye ndiye mwenye uwezo wa kila jambo ambalo linafanyika katika maisha, sio mwanamke peke yake, bali maisha ya viumbe na maumbile yote yaliyomo duniani na kesho akhera. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Kwa msingi tunaostahili kuutumia ili kujenga ufahamu wa Allah subhanahu wa ta'ala katika maisha yetu, ndio msingi unaotusimamishia dini yetu, mienendo yetu na uchaguzi wetu wa yale ya kuyafanya na yale ya kuyaacha. Hakika muslima ni mwanamke ambaye anaishi kwa misingi ya kujipima juu ya majukumu yake na kujisukuma ili kusudi awe atapambika kama tulivyosema kwa uchaji Mungu, na atapambika kwa ufahamu wa yale aliyoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuna sifa nyingine ambayo muslima ni mwanamke ambaye anayejitahidi kujenga umoja wa maumbile yake, umoja wa maumbile yake, kwamba fikra zake ni nzuri, moyo wake umesalimika, na kiwiliwili chake anakiangalia kio chema ili kusudi akitumie katika kumtumikia Allah subhanahu wa ta'ala. Unakuwa kupima fikra na mawazo yake na kuituliza nafsi yake na kukikuza kiwiliwili chake, ndilo jambo kubwa linalomfanya mwanamke awe ataitwa muslima, yani mwanamke ambaye ni mchaji Allah subhanahu wa ta'ala, na anajaribu kuweza kujenga mustawa wake kwa kutumia vile pembe tatu za maumbile yake, akili, moyo na kiwiliwili, ili vyote viwe vitajengeka katika mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aidha, muslima ni mwanamke ambaye anajitahidi katika kuleta salama katika maisha yake, na salama ya maisha haipatikani mpaka kwanza kupatikane salama ya nafsi, salama ya moyo. Na salama ya nafsi na salama ya moyo inakuja ikiwa mwanamke atajiweka kando na yale maradhi yote ambayo yanaharibu moyo wake, nafsi yake, na kumfanya asiwe na amani katika maisha yake. Al-qalbu salim ndio moyo ambao mwanamke anatakikana awe anaukuza katika maisha yake, ili kusudi aepukane na yale yote ambayo yatamletea maradhi ya kifikra na maradhi ya kinafsi. Hakika muslima ni mwanamke ambaye anajaribu kwa kila upande, kwa kila uwezo, kila wakati
kufanyia kazi lile lengo la kuumbwa kwake. Na lengo la kuumbwa kwake mwanamke ni kwamba yeye atakuwa kwanza ni mwenye kutimiza ibada za Allah subhanahu wa ta'ala, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Alafu atimize lengo la kuwa mke mzuri, atimize lengo la kuwa mama mzuri, na atimize lengo la kuwa kiungo muhimu sana katika jamii al-muslima. Maisha hayawezi kuishika vizuri kama hayana malengo. Maisha mazuri kwa mwanamke ni maisha ambayo yamejengeka katika malengo. Malengo matatu muhimu sana katika maisha ya mwanamke. Lengo la kwanza ni lengo la kuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna hifadhi iliyokubwa katika maisha ya mwanamke kama kuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Kuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala kuna kuepusha na kukuweka mbali na yale mambo yote ambayo yatakufanya usipate hasana katika ulimwengu na ukosa hasana katika himaya ya Allah kesho akhera. Kwa hivyo lengo ni kujaribu kila unachoweza ili kusudi huo utakuwa katika mizani ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na mizani ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni kwamba wewe utapata hasana katika hii dunia na utapata hasana kesho akhera. Maisha anayoishi mwanamke ikiwa hayana lengo, basi huyo hawezi kufika mbali katika maisha yake. Lazima kila tukilala tukiamka tuwe tuna nia na makusudio ya kutimiza malengo fulani. Na kama nilivyosema hapo awali, malengo makubwa sana katika maisha ya mwanamke ni apate hifadhi ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu mwanamke ni kiumbe dhaifu kwa njia nyingi sana. Kila akiwa na hifadhi ya Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa ni mwenye nguvu za kujizuia na yale maovu yote yanayomzunguka katika maisha. Ana lengo la kwamba yeye ndio itakuwa sababu ya kupatikana amani katika nyumba yake, kwa sababu mwanamke ndio moyo wa nyumba yake. Ikiwa moyo wake umesalimika, nyumba yake pia itasalimika. Ikiwa moyo wake umesalimika, ndoa yake itasalimika. Ikiwa moyo wake umesalimika, yale yote ambayo anataka kuyatimiza katika ulimwengu wake ili kusudi apate akhera njema unatimia. Hakika muslima ni mwanamke ambaye anafanya kila analoweza kuhakikisha kwamba imani yake imekaa thabiti. Dada zangu na binti zangu, unaweza kukosa chochote, unakosa mali, unakosa mengine yote, lakini kukosa imani ndio kukosa kila kitu. Kwa hivyo kila tunavyoishi yatakikana tuzikuze imani zetu kwa njia yoyote ambayo mwanadamu anaweza, kwa njia za faradhi, kwa njia za sunna, na kwa njia zile zote ambazo zimefungamana na mazuri ya maisha. Imani ndio rada, ndio compass inayokuelekeza njia ambayo iko sawa. Antumina billahi, kuamini kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja na yupo na anakuona kila mahali, wa malaikatihi, na kuamini kwamba kuna malaika na popote ulipo wako pamoja na wewe, hasa wale ambao wanaandika mema yako na wanaandika mabaya yako. Kuamini kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ana mitume yake 25 wametajwa katika Qur'an, na kuamini vitabu vyote vilivyoteremshwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, Taurat, Injili, Zabur, Qur'an, na kuamini kwamba kuna qadar, kuna siku ya kiyama, siku ya mwisho, na kuna siku ya hisabu. Mwanamke akiweza kuwa na imani kama hiyo, atakuwa mwangalifu kwa kila analolifanya. Hakuna sifa
kama sifa ya kuzingatia hili unalolifanya na kujiuliza kama linakupeleka mwisho ulio sawa ama linakupeleka mwisho wa kuangamia. Idha aradta an taf'ala amran fatadabbar aqibatahu fa in kana khayran famdhi wa in kana sharran fantahi. Kila ukikaa kabla ya kufanya uamuzi wa jambo lolote, ni muhimu kujiuliza kwamba hili nitakalofanya mwisho wake utakuwa nini? Itanipeleka kupata ridha ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuingia peponi, ama itanipeleka kupata hasira za Allah subhanahu wa ta'ala na kuingia motoni. Mwanamke yote ambaye anachukua wakati kuzingatia matendo yake kabla hajayafanya, basi mara nyingi huwa si rahisi kufanya yale ambayo yatamuudhi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kuwa na imani kunajenga fikra, kunajenga utulivu wa moyo na kunasafisha uwili wetu na kukuza ibada zetu na kutuweka karibu na Mola wetu, na baadaye pepo inakuwa ni yetu. Lakini ukiwa hauna imani, ndio pale unakuwa dhaifu na kila jambo linakuwa lenye kukutia uoga, kila jambo linakuwa lenye kukutia dhiki, kila jambo linakuwa lenye kukupa taharuki, kila jambo unaloliona unakuwa na uoga wa hali ya juu sana, kwa sababu hauna imani. Lakini ukiwa na imani utafanya bidii yako na juhudi yako, lakini unajibu kwa mwisho Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayeamua, imma shakira wa imma kafur. Aidha tutasonga mbele kwa kushukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ama tutarudi nyuma kwa kukufuru juu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na jema kati haya mawili ni kushukuru. Sawa, in shakartum la azidannakum. Yule yote ambaye atanishukuru kwa chache nilichompa, basi nitamzidishia kingi kisichokuwa na hesabu. Lakini wale ambao hawana shukrani, basi watabaki tu na msali na hawawezi kufaulu hapa duniani, na kesho akhera mashukio yao yatakuwa ni motoni. Muslima ni yule mtu ambaye hakika anajua maana ya thamani yake, maana ya thamani yake. Mwanamke akijua thamani yake iko wapi, basi anapata utulivu katika maisha yake. Hakuna kitu kinambabaisha, kwa sababu anajua yeye ana uzito gani katika jamii, yeye ana thamani gani katika jamii, yeye ana uzito gani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kitu kinacholeta hasara katika maisha ya mwanamke ni kuwa katika hali ya kujidharau, kwamba wewe si sawa na watu wengine, wewe si sawa na wanaume, wewe si sawa, kwamba wewe unajiweka chini kila wakati. Kwa hiyo kukosa ile thamani yako kama mama, kama binti, kama mke, ndio pale upotevu unakuwa wa hali ya juu sana, na unakuwa rahisi kutumika vibaya, kwa sababu hujui thamani yako ni gani. Kuna tofauti baina ya jiwe na dhahabu na almas. Kwa unakuta ikiwa utahisi kwamba thamani yako ni almasi, basi utajilinda na kila aina ya uchafu, kwa sababu almasi haifai kuchafuka. Ikiwa unajua thamani yako ni dhahabu, utajilinda na kila uchafu, kwa sababu unajua dhahabu haifai kuchafuka. Lakini ikiwa unajiweka chini na kujitizama wewe kama jiwe, basi jiwe linapatikana kila mahali na ni rahisi jiwe kuchafuka, kwa sababu jiwe mara nyingi linakuwa pamoja na mchanga. Kwa hiyo thamani ya mama, thamani ya binti, thamani ya mke lazima uwe unahisi ndani ya moyo wako. Muislamu hafai mwanamke na mwanamume kuwa na hisia za udugu, hisia za unyonge, hisia
hisia za kujitoa thamani. Mara nyingine nataka ukae chini na ufikirie kwamba ni Allah subhanahu wa ta'ala aliyetumia mikono yake yeye mwenyewe akakuumba kwa pambo analopenda yeye mwenyewe, akakuweka katika tumbo la mama, akakufanyia sahali maisha yako ya tumboni, akakufanyia rahisi kufika ulimwenguni, akakupa kila unachotaka ili maisha yako yawe sahali na yenye thamani. Na anapokubali safari kama hii na ukafanya mazuri, basi mashukio yako yanakuwa peponi. Kwa hiyo mwanamke wa Kiislamu hafai kuwa na fikra za kujidharau, kwa sababu sisi Waislamu ndio umma bora kuliko umma nyingine zilizokuja kabla. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Haijali hali yako kiuchumi iko vipi, haijali ulipozaliwa ni mahali gani, haijali jamaa zako ni watu aina gani, kinachojali wewe unafikiria una thamani gani. Kwa sababu wewe unafikiria kama una thamani ya hali ya juu, mambo yako yote yanakuwa ya juu. Muslima ni yule mwanamke ambaye anajitahidi kujenga amani ya maisha yake, na amani inajengwa katika fikra kwanza, kisha inaathiri utulivu wa moyo wako, na baadaye unakuwa hauna balaa na mtu yoyote katika maisha yako. Unafanya ibada zako na unakamilisha majukumu yako bila ya kuwa na dhiki ya aina yoyote, kwa sababu wewe una amani. Na amani ni kufikiria kwamba hakuna kitakachokudhuru katika maisha yako ikiwa Allah hatatoa ruhusa, na hakuna kitakachokufaidisha katika maisha yako ikiwa Allah hataweka kabuli. Kwa hiyo ukiishi kwa kutambua haya mawili, kwamba kilicho na jina lako kitakutafuta mahali popote ulipo, na kisichokuwa chako hata ukitafuta kwa namna gani hautaweza kukipata. Allah ndiye mwenye uwezo wa kutupa yale tunayotaka, na mara nyingine anatunyima kuja tuangalia tutakuwa katika hali gani ili tuweze kukumbuka. Hakika mara nyingine mwanadamu wakati anapojitambua ni ule wakati yuko katika hali ya udhaifu, ni ule wakati maisha yanamwendea kinyume, ni ule wakati ambapo yuko chini ardhini. Hasa anakumbuka wema Allah aliyomtendea, anakumbuka uwezo wa Allah ambao ni lazima kutegemea, anakumbuka nusra ya Mwenyezi Mungu vile itakavyokuja, na anakuwa mwenye kujikuza kutoka katika unyonge na kufika katika hali ambayo ni uzito katika maisha yake. Muslima ni mama, ni mwanamke, ni mke, ni binti ambaye anaangalia tabia zake zikichanganywa zinamfanya aitwe mtu gani, kwa sababu mwanadamu hajulikani kwa yaliyopo ndani ya akili yake, hajulikani kwa yale ambayo yako katika moyo wake. Mwanadamu anajulikana zaidi na yale anayoyafanya katika maisha yake kila siku. Tabia zetu zinawafanya watu watupatie sifa zetu. Ikiwa tabia zetu ni nzuri, watu wanatuita watu wazuri. Ikiwa tabia zetu ni mbaya, watu wanatuita watu wabaya. Kwa hivyo vitendo tunavyofanya kila siku, kuanzia na kuamka hadi unapokwenda kitandani kulala, ndio vinachanganywa na baadaye kunapatikana jina lako. Kwa hivyo ni lazima kila siku tujitahidi kwamba yale madogo madogo tunayofanya na maisha yetu yawe ni vitu, ni mambo ambayo yanatupa sifa nzuri, sifa za kuheshimika, sifa zitakufanya ambazo tutakufanyika, na sifa ambazo zitamfurahisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ni lazima dada zangu na mimi binti zangu kwamba katika karne
binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katika karne ya 21. Tujaribu tuwe Asia wa karne ya 21. Tujaribu tuwe Aisha radhiallahu anha wa karne ya 21, na tujaribu tuwe Maryam wa karne ya 21. Na kuwa Maryam, na kuwa Khadija, na kuwa Aisha, na kuwa Fatima, na kuwa Asia ni kufanya yale mambo yaliyofanywa na watu na wanawake watukufu kama hawa. Wanasema katika kufanya mazuri ni muhimu kuangalia yale yaliyofanywa na wazuri. Yale yaliyofanywa na wazuri basi yanakupa wewe utukufu kwa kuwa mtu mzuri. Unaangalia sifa ya Maryam kama mwanamke aliyehifadhi kutokamana na machafu na mwishowe akachaguliwa awe mama wa mmoja wa watume ambao ni watume wa ulul azmi, Isa alayhi salam. Ukiangalia Khadija binti Khuwailid kwa imani yake na utukufu wake na uchaji Mungu wake, Mwenyezi Mungu akamchagulia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa ndiye atakuwa mume wake. Aisha binti Abu Bakar, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimsifu kwamba ndiye mtu anayempenda zaidi katika ulimwengu. Ukipendwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe unapata kila kitu mwanadamu anachokihitaji katika maisha yake. Kwa hivyo akawa ndiye mke ambaye anapendwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatima radhiallahu anha kwa imani yake au utukufu wake akaolewa na Ali bin Abi Talib na akachaguliwa kuwa binti wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asia akachaguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, japokuwa alikuwa ni mke wa Farao, lakini yeye aliweka akaihifadhi imani yake, na Allah subhanahu wa ta'ala akamwahidi kumjengea kasri janna, na akamwonyesha kasri hiyo aliyojengea janna hata kabla hajafa. Sasa nyinyi kama kina mama ni muhimu sana kufuata na kuigiza hawa wanawake watano watukufu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi kwamba ndio wanawake watakaokuwa utawala katika pepo yake kwa sababu ya yale ambayo walifanya katika ulimwengu. Ukijinyima starehe fupi za ulimwenguni, Allah subhanahu wa ta'ala atakupa starehe za milele za peponi. Lakini ukizikimbilia starehe fupi za duniani, Allah subhanahu wa ta'ala atakunyima starehe za milele za peponi. Kwa hiyo mwanamke anatakikana kila wakati awe anajiuliza, je, mimi kama mama ninatekeleza majukumu yangu ya umama kuwalea watoto wangu vizuri? Kwa sababu kufaulu kwa mama si kwamba yeye amefaulu. Kufaulu kwa mama ni kule kufaulu kwa watoto wake. Ibada unayofanya wewe kama mama, ikiwa watoto wako hawatafanya na kuiga yale mazuri yako, basi inakuwa ni hasara kubwa sana. Wewe kama mke unajiuliza, je, nimeweza kutekeleza majukumu yangu kama mke kama vile Khadija binti Khuwailid alivyoweza kutekeleza majukumu yake kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Na kufuata wake kukawa na huzuni kubwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu yeye ndiye aliyekuwa akifanya katika maisha yake. Je, wewe unaweza kufanya bila Khadija binti Khuwailid alivyofanya wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotembelewa na Jibril na akawa na hofu kubwa na uoga mkubwa, lakini Khadija akamhakikishia kwamba maadamu yeye ni mtu mzuri, Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kumdhuru. Akasimama naye wakati watu walipomkataa, akakimbia naye wakati watu walipomfukuza, na akamsaidia kwa chache, kwa hali na mali, ili kazi yake ya utume iwe itakuwa ni rahisi. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam
hata baada ya kufa Bi Khadija, ilikuwa kila wakati akimkumbuka na akizungumza kwa watu jinsi Khadija alivyokuwa mwanamke mkarimu na alivyokuwa kiungo muhimu katika kufanya kazi yake kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa na wewe kuuliza, je, na mimi ninamfanyia baba watoto, ninamfanyia mume wangu yale Khadija binti Khuwailid aliyemfanyia bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hata Bi Aisha alikuwa na mwenyewe Khadija, alipokuwa Khadija alikufa wakati Aisha alikuolewa na bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini hata baada ya kufa Mtume alikuwa bado anampenda Bi Khadija, mpaka Aisha akimfanyia mjama mara nyingine akimwambia napenda kaburi yule binti zee, ni binti mzuri, lakini Mtume akasema yeye hawezi kuhurika na jambo lolote kwa sababu anajua Khadija aliyomfanyia katika maisha yake. Na Mwenyezi Mungu kutaka kuonyesha yale mapenzi ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Bi Khadija, watoto wote wa Mtume isipokuwa Ibrahim walizaliwa na Bi Khadija radhiallahu anha, ijapokuwa Aisha ilikuwa mtoto hakupata mtoto, lakini Khadija ambaye alikuwa na umri mkubwa zaidi, kila mtoto wa Mtume alizaliwa na Khadija radhiallahu anha. Unakuta ule uhusiano wake na bwana Mtume ulikuwa ni uhusiano muhimu wa kipekee. Sasa na wewe unatakikana uangalie vipi utaufanya uhusiano wako na mzee wako kuwa uhusiano ulio mzuri. Hakika Bi Fatima alikuwa ni binti aliyemsikiliza sana babake Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hata kuna siku Fatima kazi za nyumbani zilikuwa zimemlemea, akaambiwa kuna watumwa wa vita wamekamatwa, kwa hivyo akamwomba babake ili ampe msaada, kwa sababu kazi zilikuwa zimemlemea za kulea na za kuangalia nyumba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilikuwa na uwezo wa kumpa Fatima radhiallahu anha kijakazi amsaidie, lakini akamwambia Fatima, wataka starehe za hapa duniani ama wataka starehe za kesho akhera? Fatima akasema nataka starehe za kesho akhera. Mungu basi fanya kazi zako za nyumbani wewe mwenyewe kwa mikono yako, ili mikono yako itoe ushuhuda kesho kwamba ulikuwa mke mzuri wa mume wako na ulikuwa mtu mzuri wa babako. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kumwonea huruma binti yake Fatima akamwambia, nitakufundisha mambo fulani, ukiyasema basi kila unalofanya litakuwa rahisi. Akamwambia unasema subhanallah subhanallah mara 33, astaghfirullah astaghfirullah mara 33, alhamdulillah alhamdulillah mara 33. Vile kila mtu atakapoondoka akuache wewe peke yako. Sisi tulipokuwa high school kulikuwa kasida moja tukiimbishwa kila wakati, kiumbe kiumbe na kufuya kiumbe, wacha matata kukuka alokuumba kiumbe, utalazwa talazwa kitandani, nduguzo wakulilie nduguzo wakulilie kiumbe, upelekwe kaburini, watu warudi nyumbani kiumbe, malaika wa mbinguni maswali. Ilikuwa kasida nzuri sana, yaani nakukumbusha kwa wewe acha uchali wako watu wote. Malaika wa mauti anaweza kukaribia. Ndugu zangu, kwa sababu ya wakati, devotion bidii yetu ya nane, bidii. Ukifanya jambo lifanye kikamilifu. Ukiswali ukamilisha swala yako, na kukamilisha swala ni kuwa na kionjo kwanza ya ile swala. Kionjo cha swala ni rakaa 2 za kabla, kisha unaswali rakaa 4 za dhuhuri. Kuhakikisha kwamba swala yako imekamilika, unaitilia simiti, na simiti ya swala ni rakaa 2 za baadia. Sasa ile faradhi ya katikati itakuwa na nguvu kwa sababu ulianza rakaa 2 za kabla, alafu kaiswali na faradhi kama ni dhuhuri ni 4, magharibi 3,
alafu kaswali tena rakaa 2 za baadia. Sasa kutakuwa hakuna mushkil katika ile faradhi yako. Hata kama umefanya makosa katika ile faradhi, hizi sunna zitajaliza. Kamilisha kwamba wewe uswali unalala usubiri na kupita, unaswali dhuhuri, unafanya kailula, unalala tena mchana, alasiri na kupita, magharibi na kupita, kwa sababu unaangalia kipindi chako cha television na isha ya kupita kwa sababu umechoka. Kamilisha swala zako, kamilisha ibada zako, ufanye jambo asisho ni kama ambaye hajafanya. Na yani fanya mambo kwa kuamua kwa dhati, kwa nia. Fanya kwa nia, kile unachokifanya kifanye kwa nia. Mimi natoka nyumbani kwangu naenda msikitini darasani, nia yangu ni kuelimika, kuifahamu duniani, alafu kutumia hiyo elimu kubadilisha maisha yangu. Kila siku kuwa na ndoto ya mchana na ndoto ya usiku, kwamba wewe tayari ushaingia peponi. Sasa mwanadamu hasikii tu kukosa ambacho hana, lakini mwanadamu anakuwa na uchungu mkubwa sana anapokosa alichonacho. Ukipoteza shilingi unasikia uchungu ulikuwa nayo sasa umepotea. Lakini ikiwa ulikuwa huna shilingi, utapoteza nini? Wewe hauna shilingi hata moja ndani ya mfuko, hauna cha kupoteza. Ukiwa na ibada zako umezifanya, amali zako nzuri umezifanya, sasa uzipoteza ni kwamba sasa unafanya maovu. Sasa unakuwa unatembea na ndoo unatubu, unafanya mazuri kisha unafanya mabaya, ile mabaya yanaosha mazuri, unarudia zero. Unafanya zuri unafanya baya unakula zuri, unarudi tena zero. Kwa hiyo kila siku uko zero, unakuwa muflis. Umefanya ibada nyingi lakini mara umegeuka, umekuwa unafanya madhambi, yale zile dhambi zinachukua ile mazuri. Allahumma salli lana mimman nurid wa najina mimman nakhaf bifadlika ya latif. Allahumma as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Kila haja ina shari wa ibada yake siri, ivunde yake dhamiri, asiweze kusimama. Rabbi swalla na salam zimfikie Hashim na sahaba akram na kila aliyemwema. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inshallah kiamu cha usiku na kuswali utapata usingizi wa raha wa kesho peponi. Ukijinyima haramu ya leo ya kuchafua sifa zako, utapata mazuri ya halali yatakaojenga uwezo wako wa kuingia peponi, pepo ya Mola wako. Bila ya kujinyima mabaya hauwezi kufurahia mazuri. Ukitaka kufurahia mazuri hapa duniani na kesho akhera, la msingi kubwa ni wewe kujinyima mabaya. Ukiacha mabaya unatoa nafasi, upeo, fursa ya kuweza kuyaona, kuyapenda na kuyafanya yaliyo mazuri. Lakini ukiyapiga makamama mabaya, maovu, unakuwa sumu bukum fahum la yaqilun. Sumu bukum wa hum la yaqilun. Unakuwa una macho lakini hauoni, una masikio lakini husikii, una uwezo wa kuchagua lakini hauoni ule mazuri, unaona tu ile mabaya. Kwa nini? Kwa sababu mwanadamu haadhibiwi kwa dhambi anazozifanya. Ni zile dhambi anazozifanya ndizo zinazogeuka zikawa adhabu, zikamwadhibu yeye mwenyewe. Ndugu zangu, dada zangu, nitamaliza mazungumzo yangu leo kwa kutumia dini 10 za mwanamke wa Kiislamu kama anataka kuwa mwanamke mwenye sifa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anazipenda. Dini ya kwanza ni lazima desire zetu, yani hamu, shauku na tamaa zetu ziwegeke katika mambo yaliyo mazuri, kwamba ile appetite yetu ya maisha iwe ni appetite ya mazuri,
si appetite ya mabaya. Lazima ile appetite yetu ya maisha iwe ni appetite ya halali, si appetite ya haramu. Ukiwa na matamanio na yaliyo mazuri, Allah Mola Kahari atakusogezea karibu, kwa sababu yeye ni Al-Jabbar, anaweza kila anachotaka kufanya anafanya. Kwa hiyo desire zetu, zile hamu zetu, shauku zetu, matamanio yetu yawe yanafungamana na mazuri. Jiepushe na kutamani mambo mabaya, kwa sababu mara nyingi unachokitamani unakiona kina thamani, na kama ni kitu duni basi nakutia motoni. Dia pili, ujitaminishe kwamba uwe na ushupavu, kwamba hata kama umezungukwa na uovu na maovu, uwe kama bibi Asia, kazungukwa na masanamu katika nyumba ya Firaun, kaolewa na mume anayejiita Mungu, kufri ya hali ya juu sana, lakini Asia kasimama na determination kwamba mimi ijapokuwa ni mke wa Firaun, mimi inaelekezwa na kalimatu tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hata kama niko katikati ya mashaitani, mimi nitabaki kuwa mtu ambaye mimi thamani. Ndio kama dadangu na binti yangu, nikuwa na discipline, nidhamu. Si rahisi kuswali kwa wakati kila kipindi cha siku, mpaka uwe na nidhamu, mpaka uwe na discipline. Ujue kwamba nikianza asubuhi nikiswali alfajiri nimepata hifadhi ya Allah subhanahu wa ta'ala, nikiswali dhuhuri nitapata mwangaza wa kunielekeza maisha mazuri kutoka Allah subhanahu wa ta'ala, nikiswali alasiri nitaepukana na machofu ya kumtia moyo vivi nisifanye ibada za Allah subhanahu wa ta'ala, nikiswali magharibi nitapata utulivu wa moyo unaoambatana na kukutwa na jua, nikiswali isha nitakuwa nimejiweka katika hifadhi ya Allah subhanahu wa ta'ala usiku mzima mpaka itakapofika alfajiri, ukiwa na nidhamu ya kujua kwamba kila jambo kwa jambole, wakati kwa wakati ule, na mtu ni kwa mtu ule. Usibaki kuwa mwanamke yule yule kila siku, hata kama ni pole pole. Ni lazima utoke pale ulipo, usibaki pale pale, ili siku moja ujulikane na Allah subhanahu wa ta'ala kama mwanamke mteule, kama vile wanawake wateule Khadija bintu Khuwailid, wanawake wateule Aisha binti Abu Bakar, wanawake wateule Maryam, Asia na Fatima, na wewe uwe mwanamke mteule. Lakini ni kuwa na wewe unajua kwamba wakati gani wa kujinyima na wakati gani wa kujipa. Kujinyima ni kujipa matumaini, kwa maadamu aliyekuumba ni Allah subhanahu wa ta'ala, ukijitahidi basi utafaulu. Na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh, kila ambaye anamtegemea Allah aharibikiwi katika maisha yake. Dia nne ni kujitolea, dedication, kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote, kuhakikisha kwamba kila unachokifanya kinamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Unamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala kila wakati. Azkuruni azkurkum, ndivyo Mwenyezi Mungu anaposema. Ahadi kubwa sana kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, nikumbukeni mimi na mimi nitawakumbuka. Ala bidhikrillah tatma'innul qulub, hakika kwa kukumbuka Allah subhanahu wa ta'ala mioyo inatulia. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahul azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahul azim, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kila ukimkumbuka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala unatakasa moyo wako, unajipa energy kuweza kufanya ibada zako na kujiepusha na yale ambayo yatakuangamiza katika maisha yako. Ya tano, ndugu zangu, ni kuamua. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, sisi binadamu alitupatia fadhila,
alitupatia fadhila ya kuamua paka hawi kitu kingine isipokuwa paka, mbuzi hawi kitu kingine isipokuwa mbuzi, mnazi hawi kitu kingine isipokuwa nazi. Lakini mwanadamu akiamua anaweza kuwa kitu kingine chochote. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Mwenyezi Mungu amemuumba mwanadamu katika umbile lililo bora kabisa. Sasa ubora wetu lazima tuutumie katika kunyosha maisha yetu, ili na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awe na fahari kwamba amekufanya wewe uwe kiumbe bora na umekuwa bora, ukuishi maisha ya hasara. Na maisha ya hasara ni maisha gani? Maisha ya hasara ni kuishi bila ya malengo, na wakati wa kufa ukifika unakumbuka kwamba wewe hukuishi kwa malengo yanayofaa katika maisha yako. Na sasa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wakati umeisha unakwenda kukutana na Mola wako na hauna uwezo wa kujibu maswali yake. Unakuwa na kujitolea uhali na mali ili kusudi kufuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kufanya uamuzi. Na ningependa leo sote tufanye uamuzi kwamba hata kama jana ilikuwa mbaya, leo itaanza kuwa nzuri na kesho itakuwa bora kuliko jana. Majitahada wajada, yule anayejitahidi kila siku ufaulu. Dia sita ni kudea. Kudea ni kuthubutu kwamba usiogope kufunga kwa sababu unaogopa njaa. Wewe funga tu, utagundua kwamba unaweza. Usiogope kuamka saa 8 saa 9 za usiku kuswali kiamu layl. Wewe amka tu, mwisho utazoea. Usiwe na haya kwamba hujui kusoma Qur'an. Tafuta mtu akusomeshe Qur'an hata kama una miaka 60, baadaye utaielewa tu. Usiwe na haya kwamba hujui kutawadha, hujui kuswala kulingana na nguzo zake. Unasema mimi nitaona haya, afadhali nionekane mjinga kwa dakika 2 kuliko kuwa mpumbavu wa maisha yangu yote. Fas'al ahli dhikri in kuntum la ta'lamun. Waulize wale wanaojua ikiwa wewe hujui. Thubutu maisha yako kwamba haijalishi kile unapotoka wapi. Toka kwenye giza uingie kwenye nuru. Toka katika mabaya uingie katika mazuri. Toka katika lawama uingie katika sifa nzuri. Toka katika giza uingie kwenye mwangaza, ili usiendelee kuteleza. Na kwa hakika ukimtegemea Mola muweza, na wewe pia utaweza. Na baadaye Allah atakupa iza, utakuwa si mwanamke wa kawaida, wewe ni mwanamke ambaye ni special kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namba 7, kuwa na drive, usingoje kusukumwa na mtu mwingine. Jisukume wewe mwenyewe. Maisha tunayoishi ni mafupi sana kulingana na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muislamu huishi baina ya miaka 60 na 70. Kama sisi tena hapa tuko katika kipindi cha lala salama. Ukipita 70 ni fadhila za Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni bora sio. Kwa hivyo kila ukikua unakaribia kaburi, kila ukikua unafikia kaburi, kila ukikua unakaribia kaburi, kila ukikua. Kwa hivyo ukiwa na mawazo kwamba hujui wakati gani kila mmoja wetu anatembea akiwa maiti, hujui wakati gani utafukiwa, basi utakuwa na hadhari katika yale unayofanya, kwa sababu wajua wewe unaweza kuanguka wakati wote. Na hakika wengi mnamjua Digida Mungu Abraham alikuwa online Digida saa 1:30 asubuhi, ana post saa 3, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Maisha yana mtihani na kila mmoja ana karatasi yake. Maswali yetu hayafanani. Kwa hivyo ishi ukiwa nafahamu
walikuwa maiti, wao wale maiti walikuwa kama sisi, na sisi tulio hai tutakuwa kama wao. Hakuna excuse, exemption hakuna ambaye ataepuka jambo kama hilo. Kwa hivyo unakuwa mtu ambaye una msukumo, kila ukikaa unajua subhanallah, labda nitalala nisiamke, subhanallah natoka msikitini naweza sifike nyumbani, subhanallah leo Jumapili naweza sipate darasa ya Jumapili ijayo. Ukiwa na fikra za kwamba kila wakati kifo, kitu ambacho kinaharibu stamu zetu zote, ili kukumbuka. Najua walaji marungi, ukitaka kuwaudhi watajie mauti, zile handasi zote huruka. Siku moja kuna safiri kwa visiwani kule Lamu, kuna bwana mmoja sitaji jina lake, Mombasa pale amejenga resort baada Mtangawanga pale, beautiful. Kila mteja yeye na rafiki zake wenda kule kuna marungi, wakikimbia wasionekane huko Mombasa. Sasa sisi tulikuwa tunaenda kutoa mawaidha katika vile visima, tumevaa makanzu yetu meupe, tukabazikiwa na mafuta karibu na pale mahali. Captain akamaliza mafuta, boti ikasimama. Sasa tukapoulizana mafuta tutapata wapi sisi katikati ya bahari. Yule captain akasema, hapa Moro kuna resort hapa, na mara nyingi huwa kuna mafuta pale. Kwa hivyo kwa vile mashaka nyinyi nendeni mtapewa mafuta. Kwa hivyo sisi watatu tukateremka kwenye boti. Wale jamaa walipotuona wakaanza kukimbia. Saa moja akabaki, mbona wanakimbia? Asema sisi tuwakimbia huko Mombasa, hivi tufuate mpaka huko tuharibie starehe zetu. Subhanallah. Kama sisi tulikuwa kuambia dawa na nini, tulikuwa kwa mafuta boti yetu. Inshallah tutasaidia. Sasa mwanadamu anayefikiria kifo kila wakati hawezi kufanya maovu. Ukileta ile picha ya vile utakavyolazwa katika kaburi, subhanallah, azza wa jalla atakupa nguvu za kuweza kufanya majukumu yako ya nyumbani. Lakini tamu ya kuwa mke mzuri ni wewe uyatimize majukumu yako ndani ya nyumba yako wewe mwenyewe. Usikubali yale ambayo unaweza kufanya wewe ambayo yatamridhisha baba watoto yafanye na mtu mwingine, hata kama una usaidizi ndani ya nyumba. Kuna mambo ya kimsingi yakifanywa na mke mwenyewe yanaongeza mapenzi baina ya mke na mume. Kwa hivyo inakuwa kitu ambacho huwezi kufanyiwa na mtu mwingine, lazima ufanye wewe, ili kusudi yule baba watoto ajue kwamba hiki kimefanywa na mama watoto, hiki kimefanywa na mke wangu. Ndugu zangu, hakika muslima ana sifa kumi. Sifa ya kwanza, anakuwa na faith, yani iman juu yake mwenyewe, iman juu ya watoto wake, iman juu ya familia yake, na iman juu ya Waislamu wenzake. Unapoonea wengine huruma, Allah subhanahu wa ta'ala pia yeye anakuonea wewe huruma. Wazungu wanasema what goes around comes around. Kile unachowafanyia watu wengine pia kinafanyiwa wewe. Ukiwa unataka kufanyiwa mambo mazuri na Allah subhanahu wa ta'ala, mambo mazuri na binadamu wenzako, basi hakikisha kila siku unafanyia watu wengine mazuri. Unaojifanyia wewe mwenyewe yanakufa na wewe, yanazikwa na wewe, na yanasahulika pindi unapotoka hapa ulimwenguni, kwa sababu ulijifanyia mwenyewe. Ukivaa nguo wewe mwenyewe, ukila chakula kizuri wewe mwenyewe, ukijitibu wewe mwenyewe, ukifa kila kitu kinamalizika. Lakini unaponyosha mkono kumvalisha nguo mwingine, kumlisha mwingine, kumtibu mwingine, wewe ukiondoka yule mwingine anabaki katika
inakuwa kila siku, kila wakati dua kwa yule mwingine inakufikia. Sadaka tujaria ni sadaka ambayo itaishi kupita umri wako, ili kusudi iwe hiyo investment yako ya maisha, kwamba ile bank account yako ya akhira haitafungwa, itakuwa wazi. Lakini ikiwa unajifanyia wewe mwenyewe kila siku, chakula kizuri unakula wewe mwenyewe, nguo nzuri unavaa wewe mwenyewe, dawa nzuri unajipa wewe mwenyewe, maisha mazuri unajipa wewe mwenyewe, uangalie mwingine mbali ya wewe, basi ukifa tu akaunti yako inafungwa, unakosa kupata zile thawabu ambazo zinakuza daraja katika maisha ya akhira. Kwa hivyo muslima ni yule ambaye ana imani juu ya maisha ya wengine. Ukai chini ukazungumza wengine vibaya, ukafurahia mateso ya wengine, mabaya ya wengine, ukai chini ukapeleleza maisha ya wengine, bali kila wakati unawaombea Mungu watu wengine maisha yao yawe sahali. Hata kama hauna cha kuwapa, unawaombea dua. Ukisikia mwenzako ni mgonjwa, unainua mikono juu, Allahumma shfi marwana wa marda almuslimin, Mwenyezi Mungu tupone, onyeshe maisha yetu na ugonjwa wetu na ugonjwa wa Waislamu wengine. Unakuwa kila siku unapomwombea mtu Mungu, na hata yule mtu hajui kama wewe unaombea Mungu, basi na malaika nao wanakuombea wewe, wanakuombea Mungu. Kwa kuwa na imani na kila kitu kilichoumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kuhakikisha kwamba akhlaki yako ni akhlaki ya kuigishwa na watu wengine. Leo unaposoma historia ya Bi Khadija binti Khuwailid, unatamani kwamba na wewe ungeweza kuishi maisha aliyoishi yeye. Ukisoma historia ya Asia, unatamani na wewe ungeweza kuishi kama maisha ya Asia. Ukisoma historia ya Aisha, unatamani na wewe ungekuwa unaweza kuishi maisha ya Aisha. Swali la kuuliza ni je, wewe watu wakifikiria maisha yako wanatamani kuishi kama wewe? Mtu anapokaa chini kukumbuka maisha yako, yanampa matamanio kwamba na wao wangetamani kuishi maisha yako. Je, wewe ni mfano mzuri kwa watoto wako? Je, wewe ni mfano mzuri kwa mabinti zako? Je, wewe ni mfano mzuri kwa majirani zako? Je, wewe ni mfano mzuri kwa wengine walio kule nje? Kwa hivyo kama muslima ni lazima uwe kioo ya maisha ya watu wengine. Huwezi kuwatakia watu mazuri ikiwa wewe una jeuri na kingi kilicho kiburi, na maisha yako unaishi yakiwa na nyingi hatari, unafanyia watu kutiriri, na mwishowe unakwenda kinyume na yale aliyotufundisha Kahari. Na hakika Mwenyezi Mungu atafanya kila unalofanya liwe linakuletea hatari, kwa sababu wewe hutaki kufikiria yale aliyotusomesha, tufundisha Mola wetu Kahari. Dada zangu na binti zangu, hakika hamna kitu kizuri kama mwanamke kujua yeye roli yake ni gani. Je, wewe uhusiano unaofaa kujenga ni uhusiano wa aina gani? Je, wewe malengo yako yatakikana yawe ni malengo gani? Je, wewe malezi yako yatakikana yawe malezi gani? Je, wewe yatakikana kuingiliana na watu, uingiliane katika njia gani? Ni muhimu sana kwamba sisi tukiishi, hakika hata peremende ukipewa ambayo haina mfuko, iko wazi, si rahisi kuikubali. Utakuwa na fikra nyingi kwamba wewe hii peremende tayari mwingine akashaifyonza, labda hii peremende ilianguka chini kisha ikaoshwa, labda hii peremende imetoka mahali pachafu. Si rahisi kukubali peremende ambayo haina mfuko.
mwanamke anapojiacha wazi bila hijab anafananishwa na peremende ambayo haina mfuko, na huwa haitamaniki peremende kama hiyo. Lakini mwanamke anayevaa hijab anakuwa na modesty, anakuwa na stara, na hakuna jambo lililo bora katika maisha ya mwanamke kama kuhakikisha anaishi maisha yenye stara, sio maisha yenye idhara. Anajaribu kila anachofanya kwa kutumia usara, na ana nyingi ghera hasa katika dini yake, hafanyi mambo ya kumkera. Yeye kila siku anaweka yale mambo yaliyo bora mbele yake ili kusudi maisha hapa duniani yawe mazuri na maisha ya akhira pia yawe mazuri. Allahumma atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Na hiyo ndio dua kubwa sana ya mtu ambaye anatakana aisome kila wakati. Mwenyezi Mungu atupe mazuri hapa duniani na atupe mazuri kesho akhira. Mazuri ya duniani ni kuishi maisha ya stara, na mazuri ya akhira ni kwa Mwenyezi Mungu atakupa maisha yaliyo bora ndani ya pepo. Kwa hivyo ikiwa ni mtu ambaye kila wakati una balance dunia na akhira, ili ufanikiwe uwe na utamu wa maisha ya leo na usiwe na hamu wala na hamu, bali kesho Allah subhanahu wa ta'ala akuone wewe ni mwanamke muhimu sana. Wanasema mwanamke ni bafuta, hastahimili doa. Mwanamke ni samli, haistahimili joto. Kwa hivyo ikiwa unajiepusha na madoa kwa sababu wewe ni bafuta, kitambaa cheupe, hata doa dogo tu linaonekana. Ama wewe unaepukana na majoto, maudhi na stress ya maisha kwa sababu hauwezi jua, basi unakuwa mtu mwenye balance ya maisha, unaishi kwa hadhari. Na kama ninavyowaambia kila siku, maana ya takwa ni kuishi kuwa na hadhari. Ni kama kutembea kwenye uwanja wenye vigae ama miba, utachagua wapi pa kuweka mguu, hautatembea kikiholela. Na katika maisha yetu lazima tuchague wapi pa kwenda, wapi hatufai kwenda, lipi la kusema, lipi hatufai kusema, lipi wa kuwa karibu naye, lipi wa kuwa mbali naye, fikra zipi za kuzikubali, fikra zipi za kuziepuka, hisia gani za kuvaa, hisia gani kuzivuka, matendo gani kuyafanya, matendo gani kuyaepuka. Kwamba unakuwa mtu mwenye hadhari katika lile unalolifanya, kwa sababu sisi tunatokamana na yale ambayo tunayafanya kila siku. Sifa zetu zinajengwa kwa yale tunayofanya kila siku. Hakika kwa ufupi, ukitaka kusema muslima ama mwanamke aliye bora, unasema ni mwanamke anayejitahidi kwa hali na mali kuhakikisha kwamba amejijengea ngome katika hii dunia ili asifikwe na maovu, na amejijengea daraja ya kumtoa yeye duniani na kumfikisha peponi. Na daraja ya duniani kwenda peponi inajengwa na nidhamu. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Tumefaradhishiwa saumu ili ni kisukumo cha kutufanya sisi kujua kujinyima mabaya ili tuweze kufaidi yaliyo mazuri. Kwa hivyo mwanadamu hana excuse ya kwa nini hawezi kuacha mabaya akafanya mazuri. So Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila mwaka anatuletea mwalimu anaitwa Ramadhani. Huyo mwalimu kazi yake kubwa sana, la'allakum tattaqun, ni kutufundisha sisi kujinyima yale tunayoyapenda mara nyingine, ili kusudi tupate yale ambayo tunayahitaji kutujenga na kutupatia neema na rahma ya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ukijinyima usingizi wa leo ukasimama